Linapotajwa jina la wanamuziki waheshimiwa katika kambi ya wakimbizi huko Nyarugusu, usipotaja jina la Nyagoman Beberu Mbuzi la Kibembe, basi una maswali ya kujibu. Mmoja kati ya manguli wa muziki waheshimiwa katika kambi ya Nyarugusu ni Nyagoman. Amefanya makubwa mengi sana ya kihistoria ambayo yanahitaji kuwekwa katika vitabu vya kumbukumbu hapo kambini Nyarugusu, ambavyo haijawahi kutokea mwanamuziki wa aina yoyote kufanya kitu kama hicho, sio mara moja. Naanza na moja kwa moja siku ambayo Nyagoman alipata fursa ya kwenda kuperform jijini Kigoma mjini, huku akitafutwa ama akiunganishwa na moja kati ya kiongozi ambaye mwenye kiongozi wa jimbo la Kigoma mjini ambaye ni Baba Levo, mheshimiwa mbunge, au sio bana? Kipindi hicho Nyagoman alipata fursa hiyo ya kwenda kuperform kwenye shughuli ya kuhamasisha wananchi kwa ajili ya kwenda kufanya uchaguzi. Nyagoman alipata fursa kama na hiyo ya kwenda kuperform pale Kigoma mjini. Tulibaki midomo wazi na haikuishia hapo. Haijawahi kutokea mwanamuziki wa aina yoyote kwenye shughuli ya wanamuziki wa hapo Tanzania nzima kwa kutoka hapo kutoka mjini Nyarugusu kwenda kuperform kwenye mashughuli. Mario alipiga show yake hapo Kigoma. Sio Mario tu, Diamond ashawahi kupiga show Kigoma. Sio Diamond, wasanii wengi kina Mbosso na wengine wengi kadhalika. Lakini kwenye shughuli ya Nandi Festival, Nandi akamkumbuka kwamba yupo mwanamuziki ambaye alifanya kazi ambayo ni ya kihistoria ambayo inatambulika kwa jina la It Is My Time, ambayo iliwastua Watanzania wengi na iliwaacha midomo wazi kiasi kwamba wote walibaki wameshangaa na kusema kwamba huyu mwanamuziki ni ametokea wapi. Na ikuishia hapo, Nyagoman alipata fursa ya kufika Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo zaidi ya nyimbo yake hiyo It Is My Time, ambayo alifanya akiwa kambini Nyarugusu, alifanya akiwa na maproducer wa kambini Nyarugusu, alifanya akiwa na madirector wa kambini Nyarugusu. Ni kiasi gani kwamba Nyagoman anaipeleka Nyarugusu to the world, Bembe to the world mbali, kwa sababu alichokifanya Nyagoman walitazamwa na wale ambao walifanya ile kazi, sio mwenyewe tu, walitazamwa mpaka wapishi, na maanisha maproducer pamoja na madirector ambao walihusika kwenye ile kazi. Nandi Festival, Nandi Festival amekwenda msanii wetu pendwa ambaye ni Nyagoman Mbuzi la Kibembe kwa ajili ya kwenda kuperform na kwenda peke yake kuonesha kwamba yeye alipotoka ana watu, na watu ndo sisi ambao tunakwenda kuongea makubwa aliyokwenda kuyafanya huko jijini Kigoma mjini, au sio bana? Aliambatana na moja kati ya wanamuziki ambaye ni Feko wa Madani. Aliambatana pamoja na mkewe ambaye ni Malkia Zuu, ambaye naye alikuwa ametajwa kwenye listi ambao walitakiwa waende watu wawili. Nyagoman akiambatana na Malkia Zuu, lakini Nyagoman kaona hapa na wanangu wa faida, wanangu ambao huwa wananipush kwenye kazi zangu, huwa wanazifanyia nyimbo zangu challenge, huwa ni wanangu ambao muda mwingi nakuwa niko nao, kwa nini niende peke yangu? Basi akaambatana na Feko wa Madani huku akiwa na Fande Piano, bila kumsahau mwanae au mdogo wake ambaye yuko chini ya Kiruibi Soshi ambaye ni Janja Nesto, bila kumsahau chawa wake bana. Moja kati ya sana ambao wana machawa kambini Nyarugusu, the first one tunaanza na Nyagoman na chawa wake ambaye anatambulika kwa jina la Mbosso, naye alikuwa kwenye msafara, au sio bana? Lakini moja kati ya clip ambayo niliona Nyagoman amefanya vitu vya ajabu na kuionyesha asilia yake kwamba yeye anamjua Mungu, sio tu muziki, anajua Mungu yupo. Kabla ya kuperform kwenye shughuli ya Nandi Festival, wakatazama walivyoshikana mikono huku wakiomba Mungu wao awasaidie ili angalao watakachokifanya kipokelewe na mapokezi mazuri, au sio bana? Kipokelewe na mapokezi mazuri. Nikirudi nyuma kipindi Nyagoman Mbuzi la Kibembe aliingia pale jijini Kigoma mjini, mapokezi yake yalikuwa ni makubwa, huku Nandi hakimpokea kama moja kati ya wanamuziki ambao walikuwa wanasubiriwa kwa hamu. Nandi hakuishia hapo, aliposti kwenye mitandao yake ya kijamii akiwa na Malkia Zuu, huku akimuita Malkia Zuu mdogo wangu. I say ni bahati ilioje msanii wetu kutoka hapa kambini Nyarugusu, Malkia Zuu, kupewa shavu na Nandi. Ingelikuwa labda nafasi ipo, nadhani sasa hivi Malkia Zuu angekuwa katika mikono ya Nandi, angekuwa ni mwanamuziki ambaye yupo chini ya Nandi, au sio bana? Kwenye shughuli kipindi wana perform pale kwenye stage, imeonekana maajabu ambayo hajawahi kutokea pale kwenye stage. Maajabu yaliyotokea ni
Feko Amadani akimkaribisha Nyagoman Mbuzi la Kibembe kwa shangwe na vigeregere vya hali ya juu, huku akiwa na vibe la kutosha. I say Feko Amadani ni mwanamuziki mwingine wa kumpa jicho wa kumtazama na jicho lingine, maana ni mwanamuziki ambaye anajikubali sana kiasi kwamba alivyomkaribisha Nyagoman utafikiri labda yeye ni moja kati ya manguli wa muziki ambao wapo pale Kigoma walikuwa wakimsubiri. Kumbe ni moja kati ya manguli ambao tumetoka nao hapa kwa Checheni kwenda kwa perform nje. I say kitu kama hicho bana, hata kwa upande wangu kidogo kimenishawishi kwa namna moja ama nyingine, maana muziki wetu unazidi kwenda mbele na wanamuziki wetu wanazidi kuikuza tasnia yetu ya muziki. Lakini moja kati ya wanamuziki ambao hawakuambatana na Nyagoman, lakini kipindi cha sala nilimuona ni Bob GM. Bob GM kwenye kipindi cha sala nimemuona Bob GM akiwa kwenye sala, lakini kipindi ambacho walipokelewa wanamuziki pamoja kuna kundi nzima ambalo Nyagoman aliambatana nalo, sijamuona Bob GM. Bob GM kajia wapi? Bwana, Nyagoman ni moja kati ya wanamuziki ambao wanafanya vitu kwa kutumia akili sana. Sijui kwa nini iko hivyo. Nyagoman aliperform kwenye show nyingi sana, lakini show ambayo ameonyesha maajabu na kuonesha ukubwa wake ni show hii hapa. Tazama alivyopunga mkono, watu walivyompokea kwa shangwe. Malkia Zuu alivyosema kwamba Malkia Zuu alivyoinua mkono na kusema wanaonikubali wainua mkono juu, niliona kama ukumbi mzima ulimpokea kwa shangwe na vigeregere. Sina mengi ya ziada ya kusema, yangu ni hayo. Cha kukuomba mtazamaji, hakikisha umesubscribe, like na comment, ila comment yako itakuwa ni muhimu zaidi. Kama unamkubali Nyagoman, hakikisha umecomment kopa. Kama unamkubali Feko Amadani, hakikisha umecomment dole gumba, au sio bana? Na sina mengi ya ziada. Show.